inasema kwamba ikiwa imepita takriban miezi 6 tangu kufungwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima, leo waumini wameshuhudia polisi wakiondoka katika kanisa baada ya kanisa hilo kukabidhiwa rasmi kwenye himaya yao, kanisa la Askofu Gwajima. Hii ni taarifa ya Frank Kashonde. Yako wapi majeshi? Ni majeshi ya nani? Yakipiga majeshi yamepiga na leo hawapo. Wamekwisha. Saluti majeshi. Bwana ndio jina lake. Amen. Vifijo, nderemo na shangwe za kila aina, huku salamu ya waumini wa Ufufuo na Uzima inayofahamika kama majeshi ikitawala. Shangwe nzito za kutikisa ardhi na vilivyomo ikawa alama kubwa ya kuashiria kwamba sasa mwanakondoo ameshinda. Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando akiwa ameambatana na kamati ya amani amekabidhi kanisa hilo kwa uongozi wake. Kabla ya kukutana na wanahabari, alitembelea eneo lote la kanisa hilo, akakagua kila chumba, kila ukuta, kila ususu. Kuhusu uharibifu umeonekana wazi. Milango imevunjwa na baadhi ya sehemu zikihitaji ukarabati ili kurudisha hadhi ya kanisa lile. Baada ya ukaguzi huo, Msando amesema kwamba hatua inayofuata ni kwa uongozi wa kanisa kukaa pamoja na kufanya tathmini rasmi ya kuainisha kilichoharibika na kinachohitaji matengenezo, na kuelekeza uongozi wa kanisa hilo kwamba taarifa hiyo ikikamilika iwasilishwe ofisini kwake ili serikali ichukue hatua stahiki kwa mujibu wa taratibu. Pamoja na hayo, Msando amesisitiza kwamba lengo kubwa kwa sasa ni kuimarisha amani. Hapa mkuu wa wilaya ya Ubungo kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyotoa siku ya jana alipofanya ziara katika wilaya yetu ya Ubungo kupitia waziri wa mambo ya ndani, ambapo waziri wa mambo ya ndani ameniagiza nifike hapa kuja kukutana na jeshi la polisi ambao walikuwa katika eneo hili wakiendelea na shughuli zao za kawaida za ulinzi, na kutoa taarifa rasmi kwamba eneo hili ibada zinapaswa ziendelee kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini niliona sio vyema na ni busara mimi mwenyewe binafsi nikafika kujionea hali ilivyo kwa kipindi hiki ambapo kulikuwa hakuna shughuli zote za ibada. Na namshukuru mchungaji pamoja na timu yake, tumeongozana, wamenionyesha hali ambayo iko ndani. Kuna baadhi ya maeneo nimejionea mwenyewe, kuna baadhi ya milango ambayo inaonekana imevunjwa. Kwa najua na nataka ili niliweke vizuri ili lisitoe nafasi ya kuleta misuguano, kwamba sasa nimwagize baba mchungaji hapa pamoja na timu yake kwa taratibu kabisa, wao wakae wapitie eneo lao lote waangalie, kwa sababu kwa maelezo ambayo alinipa awali na hata mara ya kwanza tulipokutana, wakati wanatoka katika eneo hili hakukuwa na makabidhiano. Kwa hata leo ndio maana unaona hakuna anayetumia neno makabidhiano, si ndivyo? Kwa sababu maelekezo ni kuruhusu shughuli za ibada ziendelee hapa. Kwa mimi nimwombe baba mchungaji pamoja na timu yao watakaporudi hapa kwa utulivu, wao waangalie hali ambavyo waliacha katika mazingira walioacha na hali ambavyo walikuta, na waniletee mimi taarifa rasmi ya kile ambacho wamekutana nacho. Wasiwe na wasiwasi wowote au woga wowote kuja ofisini kwangu kuniambia bwana mkuu wa wilaya, baada ya wewe kufika katika eneo lile na sisi kurudi kwa ajili ya ibada, hali halisi tuliyokuta sisi ni hii hapa. Baada ya hapo kutakuwa na maelekezo ambayo nitayatoa kwa namna ambavyo watakuwa wamefika kwangu. Baada ya kauli hiyo, mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando ukafuata muda wa kurejesha taarifa, ambapo Askofu Baraka Thomas Tegu akatoa taarifa ya pamoja kwa waamini wa kanisa hilo kuhusu hali halisi iliyoonekana baada ya kanisa hilo kufanywa ukaguzi. Najua kila mtu ana jambo moyoni, ana shauku ya kusikia maneno kadha wa kadha. Tulisikia jana kauli ya waziri mkuu ambayo aliitoa kwa habari ya kanisa letu. Nisingependa niongee sana kuhusu kauli yake, lakini amekuja hapa leo mkuu wa wilaya kama mlivyoona, na tumepita kule chini kuangalia maeneo ya kanisani.
Kwa kweli kule chini maofisini, kule juu milango imevunjwa na vitu vingine vitakuwa havipo. Kwa hiyo jambo saizi la kwanza ni kwamba tunataka tufanye ukaguzi kwa undani sana bila haraka, kwa sababu hali ambapo ilivyokuwa siku ya tarehe 2 walipokuja kutuondoa mahali hapa, ilikuwa tuko kanisani kwenye ibada na hapakuwa na muda wa kukabidhiana. Kwa tuliacha tumefunga ofisi zetu kule chini, lakini leo tumekuta kule chini kila ofisi imevunjwa. Kwa tunajiuliza kwamba je, ilikuwa tu ni kufunga kanisa au kulikuwa na mambo mengineyo? Kwa sababu kama ni kufunga kanisa, milango ya ofisi sijui kama pia ilifungiwa. Sasa kwa hiyo tunataka tufanye tathmini. Tumeomba awepo hapa mwenyekiti wa mtaa anakuja na kamati ya mtaa wanakuja na baadhi yetu wachache wetu tutafanya ukaguzi ili tufanye tathmini ya uharibifu uliotokea, tujue sasa kipi kipo na kipi hakipo na nini ifate baada ya hapo. Uongozi wa kanisa umeanza kazi ya tathmini na serikali imetoa mlango wazi wa ushirikiano, huku waumini wakiwa na tumaini la kurejea katika ibada zao za kila siku. Tukitoka huko sasa tunaelekea kanda ya Ziwa, ambapo wavuvi katika Ziwa Tanganyika mkoani Kigoma wamelalamikia matukio ya kuvamiwa na kuporwa zana za uvuvi ikiwemo mashine ya nyavu, ambapo wameiomba serikali kuchukua hatua ikiwemo kuweka vifaa na doria ili kudhibiti uhalifu na wahalifu wanaofanya matukio hayo ya wizi kwa wavuvi wakiwa katika majukumu yao, hasa nyakati za usiku